Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Tarehe 22 Oktoba 1959 alizaliwa mtangazaji mkongwe Mtanzania. Alifanya kazi na vituo vikubwa vya utangazaji vya redio na televisheni vya ndani na nje ya nchi yake na kufikia hadhi ya mtu mashuhuri. Si mwingine ni Charles Martin Hilary Mkwanga, maarufu zaidi kama Charles Hilary na mzee wa Macharanga. Alizaliwa Jang'ombe, Unguja. Baba yake alikuwa na asili ya Tanganyika au Tanzania bara, kabila la Mpogoro. Mzee huyo alikwenda kufanya kazi Pemba kama askari polisi. Mwaka 1956 mama yake alikuwa Muunguja. Katika maisha yake ya utotoni, Charles Hilary kulitokea tukio ambalo hatawahi kulisahau kamwe. Ilikuwa ni kunusurika kuuawa kwa risasi mwaka 1964. Siku chache baada ya mapinduzi yaliyong'oa utawala wa sultani wa Zanzibar. Mwaka 1968 Charles alihamia Dar es Salaam. Alikuendelea na masomo yake ya shule ya msingi katika shule ya Ilala Michikichini. Baada ya kuhitimu mafunzo yake ya uandishi wa habari, Charles alipata ajira ya kwanza kwenye iliyokuwa Radio Tanzania Dar es Salaam mwaka 1981. Akiwa na kituo hicho, kipaji chake, sauti yake ya kitangazaji na lafudhi yake murua ya kimwambao vilimtambulisha mapema kuwa ni bora. Akawa akitegemewa sana katika iliyokuwa idhaa ya biashara ambako mvuto wa mtangazaji ulikuwa muhimu sana. Kwenye idhaa ya Taifa alikabidhiwa kipaza sauti cha kutangaza mpira mapema kabisa. Mwaka 1994 Charles Hilary, Julius Nyaisanga ama Uncle J na Mikidadi Mahmud Brother Miki, ambaye alikuwa kiongozi wao, walipewa kazi ya kuasisi na kuiendesha iliyokuwa Radio One Stereo na mmiliki wa kituo hicho hayati Reginald Mengi. Charles alikuwa na mchango usio na kifani akiwa hapo. Ni katika redio hiyo ambako Charles alipewa jina maarufu la mzee wa Macharanga. Mwaka 2003 aliondoka Tanzania kwenda Ujerumani alipofanya kazi na Radio Deutsche Welle au DW Radio. Miaka mitatu baadaye alijiunga na BBC London alikofanya kazi hadi 2015 alipoamua kurejea nchini kwake na kufanya kazi na Azam Media. Disemba 30 mwaka 2021, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Mwinyi alimteua Charles Hilary kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu. Baadhi ya mambo ambayo kwayo Charles atakumbukwa ni pamoja na kuwa mtangazaji Mtanzania wa kwanza kutangaza mechi za Kombe la Dunia kwa Kiswahili akiwa uwanjani. Rekodi hiyo aliweka wakati bara la Afrika nalo liliandikisha rekodi yake ya kuwa mara ya kwanza kuwa mwenyeji wa michuano iliyofanyika Afrika Kusini mwaka 2010. Charles ndiye alianzisha kipindi cha Charanga Time akiwa na Radio One na kufanya muziki huo kupanda chati na kufahamika sana Tanzania. Kuna aina ya vazi lililopata umaarufu na kuongeza biashara iliyojulikana kama charanga. Hapo Radio One alianzisha vipindi vya 8 zaidi. Hizi nazo na hata habari nyepesi vilivyopendwa na kudumu kwa miongo mitatu. Akiwa Radio Tanzania, Charles alipendwa sana na wasikilizaji wa matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu. Kadhalika kuisaidia idhaa ya biashara ya radio hiyo kufanya vizuri. Pia Charles alikuwa msomaji mahiri wa taarifa za habari redioni na kupitia runinga. Sauti yake ya mamlaka na uwezo wa kutamka kiusahihi maneno ya Kiswahili viliwavutia sana wasikilizaji na watazamaji. Charles popote alipokuwa alitumia kipaji na ubunifu wake kuanzisha mambo ya kuifurahisha hadhira. Mfano, habari fupi za ucheshi. Kuanzia 2015 aliporejea Tanzania, akitokea London, alifungua milango na kutoa miito kwa watangazaji vijana
ili awape miongozo mbalimbali ya kuwajengea kupitia uzoefu wake wa zaidi ya miaka 40 kwenye tasnia hiyo. Ukweli huu umeakisiwa kwenye salamu za pole zilizotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Hali kadhalika, Charles alikuwa akisifiwa na wanahabari kwa juhudi zake kwenye kulinda Kiswahili dhidi ya changamoto zinazokabili lugha hiyo. Alikosoa makosa mbalimbali hususan ya wazi na yanayoashiria kutojali kwa wafanya makosa hayo. Kifo cha Charles, ambaye hakuwa na tabia ya kujipa kama mtu fulani katika jamii, bali kujipambanua kama mtu wa watu, kilitangazwa mapema na Azam Media asubuhi ya Jumapili Mei 11, 2025 na kuwashtua wengi, sababu ya mauti ikielezwa kuwa ni kugua kwa ghafla majira ya alfajiri na kufariki njiani akiwa anawaishwa kuelekea hospitali ya Mloganzila kwa matibabu. Atakumbukwa kwa mengi aliyofanya, lakini yote kwa yote tuseme kazi ya Mungu haina makosa. Apumzike kwa amani shujaa, mwendo ameumaliza. Mimi ni Raston na hii ni Kasako Media. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.